Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa siku njema sana ambayo iliandikwa kwenye vitabu vyake siku nyingi sana. Mungu alijua siku ya leo tutakuwa mahali hapa kujifunza na kumsikia yeye. Ninaomba Mungu atusaidie tumsikie yeye. Asisikilizwe yoyote ambaye atafungua mdomo wake hapa, bali asikilizwe Mungu ambaye anaenda kusema na sisi kupitia neno lake, kwa sababu neno lake ni uzima, neno lake ni nguvu, uweza. Neno lake ndiyo chakula chetu cha kila siku. Mungu awabariki. Kama moderator alivyosema, tunaenda leo kuangalia kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa kwanza mpaka wa 16. Kuna mambo mengi kidogo, kwa hiyo sawa na Bwana atakavyoturuhusu leo. Huwa napenda nimalize sawa na muda. Kwa muhtasari tu, tuko sasa katika sura ya 15, sura ya 15, na kuanzia tulipofika sura ya 8 kuna jambo ambalo lilibadilika. There was a shift tulipofika sura ya 8, kwa sababu kwenye sura ya kwanza mpaka ya 7 tunaona wana wa Israeli walikuwa wanaongozwa na Mungu. Lakini sasa walipofika sura ya 8 wakasema, Mungu, sisi tunataka kuwa kama wengine. Kwa hiyo Mungu akawapa kile ambacho walikuwa wanakitaka, na hii tutaiona mpaka tutakapofika First Samuel sura 31. Mungu anaenda kutuonyesha udhaifu uliopo wakati ambapo tunamchagua mwanadamu na tunapomkataa yeye, au tunapochagua hata sisi katika maisha yetu, tunapofanya chaguo ambalo sio chaguo la Mungu. Tunakumbuka katika kitabu cha wakati tulipofanya Samueli wa kwanza, tulitaja theme ya kitabu cha Samueli kama kitabu kizima, na theme kubwa ya Samueli, ya kitabu cha Samueli, au kusudi kubwa ya hiki kitabu kuandikwa ni kutuonyesha kwamba utii ni bora kuliko dhabihu, na hii sura ya 15 ndio kama kitovu cha kutuonyesha hivyo kwamba kweli kutii ni bora kuliko dhabihu. Kwa hiyo tutaenda kuangalia utii kwanza ni maana yake nini, matokeo ya kutii na sababu ya kutokutii. Tukumbuke Sauli mpaka hapa tulipofika, tusije tukasahau, kwa sababu itatusaidia sana wakati tunadiscuss hii sura ya 15, kwamba tukumbuke Sauli alikubali kuwa mfalme ambapo watu walikuwa wamemkataa Mungu. Hiki kitu ni hatari sana. Hata sisi katika maisha yetu, mahali ambapo mtu anakuambia ukaa kwenye hichi kiti, wakati una replace kiti ambacho Mungu alikuwa amekiweka kwa ajili ya mtu mwingine, au kwa ajili ya au kitu chochote kile, kwamba wewe unachukua nafasi ambayo watu wanamuondoa Mungu katika, ni hatari mno, haina mwisho mwema. Siku za Sauli, neno la Mungu linatuambia, ukienda kusoma kule nyuma sura ya 14 mstari wa 47 mpaka 52, nataka tu niweke background ili tukienda mbele tuelewe vizuri, kwamba ukienda kule alipotufundisha Sister Belinda wiki iliyopita, utaona kwamba wakati wa Sauli palikuwa na vita vingi sana, na mataifa mbalimbali wakiwepo wa Amaleki walipigana nao, na Sauli aliwapiga. Kwa hiyo uende na hiyo mentality kwamba Sauli alishawapiga wa Amaleki huko nyuma, alishawapiga wa Filisti, alishapiga nini. Na vile vile naomba tusisahau kwamba kutokea sura ya 13 ambapo Sister Pamela alituongoza mpaka leo tunafika hapa ni miaka 25, na kuna kitu kilitokea katika ile sura ya 13. Ngoja niwakumbusheni mstari wa 13 na 14. Samueli akamwambia Sauli, umefanya upumbavu, hukuishika amri ya Bwana Mungu wako aliyekuamuru, kwa kuwa Bwana angelifanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wako, naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe hukulishika neno lile la Bwana alilokuamuru. Kwa hiyo huyu ni kama mtu ambaye alikuwa anatembea in a thin line. Ameshakataliwa toka sura ya 13 25 years ago, lakini he continued to be a king for 25 years mpaka pale leo tunapoenda kupaangalia. Kwa hiyo kabla sijaendelea, ninaomba kama wewe bado hujaangalia masomo ya VBV Swahili, ninaomba urudi kwenye channel ya VBV Swahili. Masomo yetu yote yako huko, especially sasa hivi tunapoingia hii sura ya 15. Kama hutaweza kuunganisha kuanzia sura ya 13 mpaka 15, unaweza usipate ile faida ambayo Mungu anataka upate faida.
Kwa hiyo na kama hujasubscribe, subscribe ili uwe unapata masomo ya kila siku. Share na wengine waweze kujifunza. Like and comment, na Mungu akubariki. Moderator, naomba usome, maana sehemu yetu ya kwanza ni mstari wa kwanza mpaka wa 4, alafu sehemu yetu ya pili itakuwa mstari wa 10 mpaka wa 16. Karibu moderator. Amen. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Wakati huo Samuel akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikilize sauti ya maneno ya Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeatia moyoni mwako mambo hayo Amaleki aliyowatenda Israeli, jinsi walivyowapinga njiani hapo na walipopanda kutoka Misri. Basi sasa enda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala msiwaachilie, bali waueni wanamume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Ndipo Sauli akawaita watu, akawahesabu huko Telemu, askari waliopanda farasi 200,000 na watu wa Yuda 10,000. Sauli akaufikiria mji wa Amaleki, akauvizia bondeni. Sauli akawaambia Wakeni, haya, enendeni zenu mkashuke ili kujitenga na Waamaleki, nisije nikawaangamiza ninyi pamoja nao, maana mliwatenda wana wa Israeli mema walipopanda kutoka Misri. Basi hao Wakeni wakaondoka wakajitenga na Waamaleki. Sauli akawapiga Waamaleki toka Havila uendapo Shuri, unakokabili Misri. Akamkamata Agagi mfalme wa Waamaleki yu hai, akawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai, na katika kondoo walio wazuri na ng'ombe na vinono na wanakondoo na chochote kilichochema, wala hawakukubali kuangamiza, bali chochote kilichokuwa kibaya na kibovu ndicho walichokiangamiza kabisa. Basi hayo ndio maneno ya Mungu. Itabidi niendelee tu hapa. Kwa hiyo mwenye point ya kuchangia kama ilivyo kawaida yetu, ninaomba basi tunyoshe mkono, alafu tuweke pointi zetu kabla ya kumkaribisha mwendesha kipindi. Karibuni. Karibu Sister Victoria. Yesu asifiwe. Amen. Mimi naangalia kitu kidogo hapo katika mstari wa pili. In fact sio kitu kidogo, ni kikubwa. Tunaangalia mstari wa pili. Moderator, umetoa maneno ya Mungu Na unataka mstari wa pili? Pale katika mstari wa pili, angalia huo mstari wa pili unavyosema, Bwana wa majeshi asema hivi. Mimi najiuliza, hivi Bwana wa majeshi akisema, sisi ni nani twende against that usemi, au tupinge, au hata tuweke upingamizi au kitu chochote, au tupindishe maneno? Anasema ni Bwana wa majeshi amesema, si ndio? Tena kwa translation zingine katika Kiingereza anasema the Lord of hosts. Unajua, alafu ukisikia hivyo, moyo wako unaendaje? Yani ukisikia kwamba ni Bwana amesema, alafu wewe unaenda kufanya vingine, si ndio? Huyu anavyoambiwa mstari wa 3 kwamba aende akaatake hawa Waamaleki, kila kitu mpaka infant nursing child, kila kitu akaatake, halafu akaenda akafanya vinginevyo. Inanikumbusha kitu ambacho siku zote tulivyoanzaga haya masomo ya Bible study, kuna kitu ambacho mtumishi wangu profesa alisemaga, kitu kila siku kinanikumbushaga na kinanibariki moyo. Anasema partial obedient ni sawasawa na disobedient. Unajua, ukiambiwa Mungu akakwambia hivi wewe ukaenda kufanya vinginevyo, ni totally kwamba umemdisobey Mungu, si ndio? Na tunamwangalia huyu mtumishi kama alivyosema katika chapter za nyuma. Nafikiri matatizo yake ilikuwa ni kuogopa watu. Watu wamesema tukijifunza hapa kitu tunachojifunza,
mtu wewe as a leader, hata mahali unajua tunasemaga leader, tunawaangalia watu wakuu, wachungaji, watu gani, mabosi zetu. Hapana, hata sisi wenyewe ni leaders, hata katika nyumba zetu, si ndio? Katika ndoa zetu, mahali popote tunapokuwa tumewekwa. Nimejifunza kitu kimoja hapa, we must follow God carefully, not public opinion, sio fear of people. Unajua tujifunze hiyo somo la kuto compromise. Mungu anachosema ndio hicho amesema. Hata kwa watoto wetu, hata katika makazini, tujifunze hicho kitu. Kucompromise, unajua ni kitu kibaya, ndio kimefanya huyu mtumishi ameenda mahali ambapo sio. Na kitu kingine ambacho najifunza pia, Mungu anavyosema destroy everything, wewe ukahold some, ina maana kutosikia kwako huo ni unatakiwa ustolerate what God says must go. Unaelewa? Na tunaangalia hapa hivi ni vitu, lakini hata kwetu sisi kuna vitu ambavyo tumehold vinatufanya katika utumishi wetu tunaenda pabaya. Tuna hold bitterness, tuna hold pride, tuna hold secret sin, tuna hold any kind influence destructive. Unajua vitu vingi ambavyo vinatufanya tunapita mahali ambapo sio. Nasema Mungu atusaidie, kwa sababu katika maombi, katika kujifunza, kuna kitu ambacho tumejifunza katika hii madhabahu kwamba tuwe doers of the word kama anavyosema James 1:22. Ndio, Mungu akatusaidia. Ngoja niachie hapo na wengine waongee. Amen. Amen. Barikiwe Sister Victoria. Karibu Sister Jane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sitoenda mbali sana na Sister Victoria aliyepita. Mimi nimeona katika mstari wa kwanza huo na wa pili wa ngapi mpaka wa 4 kuna kitu kinakuwa amri ya Mungu. Amri ya Mungu yote akitoa, weza niwe nzuri au ni yoyote, kwamba ilikuwa ni hukumu juu ya historia yao Amaleki kutokana na uovu wao dhidi ya Israeli. Sasa hapa kuna neno kama historia, kwa sababu sio kama yani kwamba ni mapigano ambayo wamechokozwa wamefanya, hapana. Kwa hiyo na sisi ituonyeshe kwamba historia Mungu anapoamua, ndio maana utakuta hata sisi wenyewe tunaposema historia, kuna uovu tunaishi wa historia, wa babu zetu, wa mama zetu, yani damu, umenielewa, damu, yani mkondo wa damu ulikopita, umeona kuna historia. Kwa hiyo Mungu alikuwa amechukizwa sana na hao Amaleki na akataka kwamba hichi kitu kifanyike. Kwa hiyo mimi nataka hapa tujifunze mlolongo wetu wa damu, kuna historia wa uovu. Kwa hiyo Mungu au shetani anapofanya vile vizuizi vyake, vyote vinatokana na historia. Tunajuaga kama baadhi ya familia kuna mipaka hapo. Alafu kuna kingine tena nimekiona kwamba kwa sisi wanadamu kuna muda tunakuwa tunataka, na hiki kitu kipo makanisani na naomba nikiwache wazi, nisifiche. Umeona kwamba kuna kitu ambacho wani kwamba tunakuwa especially kwa waumini tunakuwa tunakiamini kile kuhani anachosema. Yaani unaona kuna kitu kingine unaweza kaeni, kwa nini mtu aamini hivi, lakini kile mtu amekiamini kutokana na, utakuta kuna kitu kinakuaga kwamba sisi tunakuwa kuna matakwa yetu, yani tunaidanganyaga nafsi kwa matakwa yetu sisi. Lakini Mungu anapotoa kitu, kama dada Victoria alivyosema, usifanye nusu nusu, fanya chote kizima. Kwa mfano wa Ibrahim alivyoambiwa tu vile mtoe mwanao Isaka, akuangalia kwamba ni mtoto wangu huyu ni mmoja, akuangalia kama vita itatokea, akuangalia kama kitatokea chochote kile, yeye alitii moja kwa moja. Lakini pale tunapoenda nusu kwa nusu, Ibrahim na yeye atakiwa kwamba mtoto wangu ni huyu tu, yani akae katika vitu anavyovitaka yeye, kwa nafsi yake, mrithi wa urithi wake yeye. Kwa hiyo kwenye hili Mungu atusaidie. Na kuna vitu vingine hapo vidogo dogo unaona kabisa kwamba aliandaa maandalizi juu ya vita wale wanajeshi. Kwa na sisi wenyewe tunahitaji maandalizi ya kiroho hata tunapokuwa vitani. Maandalizi ni nani, unataka kujua kwa nini unapigana vita hivi, maombi gani yatumike, yote hayo ni maandalizi. Kwa hiyo pamoja kwamba Mungu alikuwa pamoja nao, haikumaanisha wasiwe na maandalizi. Kwa hiyo mimi na wewe tunahitaji sana kuwa na hicho kitu cha kunini cha maandalizi. Alafu kuna hichi kingine tena ambacho nimekiona anyway hichi baadaye nitaangalia uasi na kisingizio. Umeona yani yani unajua kuna muda tunafanya dhambi au tunafanya uovu, hatutakiwi tuwe na kisingizio, bali tuwe katika fanya nini, tuangalie ile nafsi yetu. Kwa sababu kumwangalia Sauli alidanganya nafsi yake pamoja na wanajeshi wake
kwa ajili yake yeye mwenyewe, kwa vitu vyake anavyovitaka. Kuna mstari kabla si wangapi wa 9 kwamba alichagua vile vitu vizuri. Umeona Sasa hii yote tunaona hata makanisani kwamba kuna muda tumeona hapo kuna watu wakiwa na sadaka nzuri, kuna watu nini wanavikaa viti vya mbele. Hivi vyote ndio vinono hivyo, kujichagulia vitu vizuri, na wale walala hoi rudi nyuma, lakini hayo sio mambo ya Mungu. Kwa Mungu wote ni sawa. Umeona Lakini tusikubali nafsi zetu zitudanganye kwa matakwa yetu, na ndicho kinachosababisha makanisa ya miaka hii kwamba matokeo yake kumwabudu Mungu na kueneza ufalme wake inabakia katika mashindano. Umeona, kanisa langu ni kubwa, nina magari mengi, nina waumini wengi. Je, Mungu mambo mengine anayapenda tunayoyafanya kwenye makanisa? Tukiwa kama viongozi wa kanisa, tukiwa kama wachungaji wa kanisa, hii dhambi itutoke, kwa sababu waumini wengine wanakuwa wanaona na wanaumia. Kwa hiyo mimi naomba niishie hapo. Mbarikiwe. Amen, amen. Karibu Sister Razia. Asante. Mimi nina vitu viwili. Cha kwanza kinakuja kwenye mstari wa 2 pale anaposema kwamba Bwana wa majeshi amesema hivi, nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliowatenda Israeli, jinsi walivyowapiga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Kitu kinachonikumbusha ni kwamba Mungu asahau whether ni good ama ni bad, Mungu asahau. Na najifunza hapa kwamba Mungu ana keep record whatever happens in our lives. Yaani hapa ndio unaweza ukaona kwamba hiki kitu kwaona Waisraeli walipopigwa, for them pengine waliona tu kwamba huko njiani tulipoenda tulikutana na maadui wakatupiga, lakini whatever happens in our lives, God never forgets. Na whatever mtu anakufanyia wewe ama anamfanyia Mungu, either kibaya ama kizuri, God will always remember. Na kwamba Mungu mwenyewe ndio anayelipaga kisasi, kwa sababu kuna neno lile linasema kwamba vita sio vyangu bali ni vya Bwana. Kwa hivyo ningependa kuwatia moyo, point ninayojifunza hapa ni kwamba katika maisha yetu kuna watu waliotutenda vibaya, ama kuna vitu vigumu ambavyo tumepitia katika maisha yetu, vingine we cannot even explain, lakini God has a record. God remembers your faithfulness. God remembers everything that you've done, wema wote uliofanya, kwamba hata kama hujalipo hivi sasa Mungu hajasahau. Kwa hivyo continue doing good and endelea kutenda wema, na ukumbuke kwamba Mungu hajasahau. Your day will come, atalipiza kama jinsi alivyowalipiza wa Amaleki. Na kingine ninachokiona, Mungu anapotupa nafasi na opportunities, tusitake advantage ya wale ambao ni vulnerable, watu wale ambao hawana uwezo. Kwa sababu Mungu anaweza akakupa nafasi, akakupa wewe hela katika familia, akakupa position ofisini, kanisani, wewe ukawa kiongozi. Wewe badala ya kuwainua watu, kuencourage watu, kuinspire watu, kuwaleta watu kwa Mungu, wewe unatumia mamlaka yako kuweza kuoppress watu. God does not want this. Hicho ni kitu kingine. Na kingine pia ninachokiona ni kwamba God is a promise keeper, kwamba whatever God has promised, yani Mungu ni mkipa gano. Tofauti na sisi tunaweza kumpa mtu ahadi ukapromise kitu, I will do this for you, I will not do. God is not like that. God is a faithful God. Kwa hivyo kwenye mstari wa 6 pale anapoongelea kuhusu wao kina Kenite, alivyowaambia kwamba akawaambia kwamba wakeni haya, enendeni zenu mkashuke ili kujitenga na Wamaleki, nisije nikawaangamiza ninyi pamoja nao, maana mliwatendea wana wa Israeli wema walipopanda kutoka Misri. Basi hao Wamaleki wakeni wakaondoka wakajitenga na Wamaleki. Kwa hivyo ndugu zangu, kingine, the good that you do, God remembers. God remembers the good and the bad. Kwa hivyo siku yetu ya kuja reckoning, tukumbuke kwamba kuna siku Mungu atakuja kulipa. Atatulipa kwa wema ama kwa ubaya. Tukumbuke ile verse inayosema kila wakati wote ambao Mungu anakupa nafasi, do good to everybody. Kuanzia na watu wa nyumbani kwako na kwa watu wengine. Amen. Nimemaliza Joy. Amen. Jeni, umenyosha tena, karibu. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu mstari wa 8 anasema hivi, akamkamata Agagi mfalme wa Amaleki yu hai, akaangamiza hao watu wote kwa upanga. Huyo alikuwa ni mfalme lakini alimwacha hai.
na Mungu maagizo yake alisema ua kila kitu mpaka mtoto anyonyae kila kitu. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba unaweza ukamwacha mtu lakini huyo baadaye akawa mwiba kwako. Umeona eh? Siwezi kujua hiyo chapter inavyoendelea kuhusu huyu mfalme, lakini nataka niongelee katika mimi na wewe kwamba kuna muda mwingine Mungu anapotaka kitu fulani kisiwepo, na hichi kitufundishe kwamba kuna especially mtu unapokuwa unaomba maombi kwamba unajitenga, yaani unamwambia Mungu nitenge na mtu yoyote ambaye unaona kwako wewe afai kuwa nami katika hii familia, yani katika hii safari au katika majira haya. Sasa unaweza kukuta Mungu akamtenga mtu ambaye unampenda, alafu baadaye yani wewe unasema huyu sio Mungu, huyu sio Mungu, ukamrudia tena, lakini baadaye anakuwa mwiba katika safari yako wewe ya wokovu, au anaweza akawa mwiba kwa chochote kile. Kwa mfano labda niongee kitu kimoja kwa watu waliopita kwenye deliverance. Unakuta labda wachungaji ambao wanamwambia bwana usiende sehemu fulani, especially kule vijiji alikotoka, maana asili ya vijiji kule ndio kuna madhabahu kamili. Kwa mtu anapokuwa anaombewa sana anaambia kwa sasa hivi hebu kaa kwanza mbali, kwanza upite, unakuta hawatii, lakini wanarudi kule kule, wanakifika kuna wengine wanakufa. Umeona, kwa sababu madhabahu inakuwa imejua mtu yule alikuwa anatukimbia nikarudi. Kwa hiyo saa nyingine Mungu anavyotukataza kitu fulani au hataki kitu fulani, tunavyokataa na kujihurumia sisi kwa sababu zetu au kwa mapendo yetu, lakini tukumbuke baadaye the same thing anakuwa mwiba kwako wewe. Naomba niishie hapo. Amen. Amen. Basi karibu Rebecca, uendelee na Mungu akubariki. Amina, amina. Asanteni sana kwa mchango wenu mizuri. Nataka kuongea vitu viwili tu kutoka kwenye michango iliyopita. Mchango wa Sister Victoria, mchango wako ulikuwa mzuri sana. Kuna kitu ambacho na mimi nimejifunza tena kuhusu obedience, kwamba kuna aina 3 ya disobedience. Ya kwanza ndio hiyo ambayo tunaizungumzia, hii partial, nusu kwa nusu, nafanya kitu fulani naacha kitu fulani. Lakini kuna nyingine ambayo ni delayed. Umeambiwa kafanye, unasema nitafanya baadaye, nitafanya kesho. You may miss the point. Umeona? Alafu kuna hii not obeying at all. Kwa hiyo zote hizo ni disobedience. Na ubaya ni kwamba whether it's partial au delayed, they are both disobedience. Mungu atusaidie kwenye hilo. Alafu Sister Razia amezungumzia kuhusu Mungu anahasahau, akazungumzia kwamba tukumbuke hata sisi watu wanavyotutenda mabaya Mungu asahau. Ni kweli kabisa, kwa sababu mara nyingine ukiwa kwenye matatizo unaweza ukasema jamani Mungu anisikii. Sasa ukienda Zaburi ya 56 mstari wa 8 inasema umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, haya hayamo katika kitabu chako? Daudi anauliza. Kwa hiyo ina maana tunavyotangatanga, tunavyopatishwa tabu, machozi yetu yanavyotoka, Mungu anayatia kwenye chupa yake. Kwa hiyo tusife moyo, Mungu anatuona. Amen. Sasa mimi vitu ambavyo nimejifunza, kwanza katika huo mstari wa kwanza, Samueli anajaribu kumkumbusha kwamba Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake. Mimi kwanza kabla hata yani ndio you've been summoned kwa huyu kuhani, na kitu cha kwanza anaanza kama vile kukuonya. Yaani alikuwa anataka Sauli ajue kila ambacho yeye anaenda kukiongea kina umuhimu gani. Yaani alikuwa anamuonyesha umuhimu wa ule ujumbe kwanza kwa kumkumbusha kwamba mimi wewe kwa kuwa wewe ni mfalme leo, lakini huu ufalme wako umetokana na Bwana ambaye alinipeleka mimi nikutie mafuta. Na sio tu uwe mfalme wa watu wa kawaida, uwe mfalme wa sehemu fulani, no, uwe mfalme wa watu wa Mungu, wa Israel. Unajua Mungu anapotupa madaraka yoyote au anapotupa kitu chochote, kazi yoyote, Mungu ni Mungu wa ajabu sana, na yeye ndo ameanzisha system zote. Hizi system za duniani tunazoziona zote ni Mungu mwanzilishi. Na wote, hata mimi nikienda kuanza kazi, I want to know nani zangu ni nini, responsibility zangu ni nini, na muongoza nani au naongozwa na nani, nafanya nini. Mungu ameiweka wazi hapa kwa Sauli kwamba wewe Sauli utaongoza watu wangu. Wale watu sio wako, ni watu wangu. Sasa kwa nini mafuta ni muhimu? Kusudi la kutiwa mafuta ni nini? Kwanza, ukitiwa mafuta na Bwana ni alama ya upako kwamba wewe umetengwa. Na inaweza kuwa zamani walikuwa wanatenga mpaka vitu. Ukiangalia madhabahu, ukiangalia hekalu kule zamani walikuwa wanatia mafuta. Lakini mimi na wewe leo Bwana akitutia mafuta ni alama ya upako kwa matumizi maalum ya Mungu. Umeona, ni matumizi maalum. Kwa hiyo huyu matumizi maalum Mungu alilompaka nalo ni kuwa mfalme, sio kuwa kuhani,
sio kuwa nani, yani usijichagulie sasa mimi kwa vile ni mfalme naweza kufanya hivi. No, wewe ni mfalme tena wa watu wa Mungu. Mafuta vile vile yanapopakwa kwa mtu yanakuonyesha kibali kwamba wewe umepata kibali mbele za Mungu kwa ajili ya hiyo kazi ambayo Mungu anakupa. Ni alama ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Mafuta vile vile tunajua katika Agano la Jipya tumeelezewa kwamba wazee wanaweza kuwapaka mafuta wagonjwa ili wapate uponyaji, lakini katika yote tukumbuke mpakwa mafuta mkuu ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana anaitwa Masihi. Maana ya Masihi ni the anointed, ambaye ni Kristo Bwana wetu Yesu. Sasa mimi na wewe ni watu wa mafuta wa Bwana. Neno la Mungu linatuambia hivyo katika Wakorintho wa pili sura ya 1 inasema basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu. Kwa hiyo mimi na wewe kama Sauli, sentensi ya kwanza katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura 15 inatuita sisi ni watiwa mafuta wa Bwana. Kwa hiyo hapa tunaposoma tusimwangalie sana Sauli, tujiangalie sisi ambao tumetiwa mafuta. Ni watu wa mafuta wa Mungu. Anasema naye ndiye aliyetutia muhuri akatupa arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Kwa hiyo hapa unaona, unapotiwa mafuta ya Bwana wewe ni arabuni na inakuwa ni muhuri kwamba wewe you belong to Christ. Sasa mtiwa mafuta yoyote, the moment unatiwa mafuta, utii ndio kitu cha kwanza Mungu anachoenda kukiangalia. Yaani ukiacha kutii, shida imeshaingia. Tunaenda kwenye Biblia. Nimesahau kuandika nimetoa wapi mstari, lakini nasema nimewaandikia haya katika habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza. Itakuwa ni Paul anawaandikia watu. Anasema nanyi mafuta yale mlioyapata kwake ilikuwa ni Waefeso, but sikumbuki Waefeso ngapi. Inasema nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yale yanawafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yaliyowafundisha kaeni ndani yake. Umeona hapo? Kwa hiyo mpakwa mafuta, utii wa kwanza na utakiwa kupata mpakwa mafuta ni kukaa ndani ya Bwana. Anasema na sasa watoto wadogo kaeni ndani yake, ili kusudi atakapofunuliwa muwe jasiri wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake. Kwa hiyo utaona hata huyu kwa sababu ya mafuta aliyoyapakwa anakataa kukaa ndani yake, utamuona kwamba anakuwa hana ujasiri. Ndio maana kama Sister Victoria alivyosema, anaogopa watu. Unautoa wapi ujasiri? Hujakaa ndani ya huyo Mungu ambaye ndio amekupaka mafuta. Kwa hiyo na sisi vile vile wapendwa, tujifunze kwamba ni wapakwa mafuta kweli, lakini ili tuweze kumwona Mungu kama hapa anasema Bwana atakapofunuliwa, ili Bwana aweze kufunuliwa katika huduma zetu, Bwana afunuliwe katika maisha yetu, ni lazima tukae ndani yake, na huo ndo utii wa kwanza, kukaa ndani ya Kristo. Amen. Mafuta yana kazi maalum kama hivyo nilivyosema. Umeona, huyu ametiwa mafuta ili awe mfalme. Kuna watu ambao walitiwa mafuta awe makuhani. Leo mtu anatiwa mafuta awe mwinjilisti awe nini, vyote hivyo ni kutiwa mafuta. Umeona? Sasa Yohana 17 tujifunze kwa Yesu mtiwa mafuta mkuu. Kuanzia mstari wa 2 anasema kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee ya kweli na Yesu Kristo uliyomtuma. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Unaona, mtiwa mafuta mkuu ambaye yeye katika utii alitii mpaka mauti, anavyosema kwamba kazi yake yeye aliyopewa kwa ajili ya hayo mafuta aliyotiwa ni kuhakikisha kwamba sisi tunaokolewa. Amekuja kutuokoa sisi, tunapata uzima wa milele. Kwa hiyo na wewe je, unajua kazi gani maalumu ambayo Bwana amekupa katika mafuta hayo aliyokupa? Kwa sababu the moment ulivyookolewa, Bwana alikutia mafuta. Mungu atusaidie. Kama hujajua, endelea kumtafuta Mungu katika hilo. Unajua saa nyingine tunaokoka alafu tunasimamia pale pale kwamba mimi nimeokoka, that's it, but you need to go further than kuokoka. Utafute kusudi la Mungu la kukuokoa. Amen. Kingine ambacho nimekiona katika mstari wa kwanza, Samuel anamwambia basi sasa isikilize sauti na maneno ya Bwana. Wapendwa, kunapo pana mambo mawili, pana sauti na maneno.
Kwa hiyo ni lazima kama mwana wa Mungu tuijue sauti ya Bwana. Kwa nini? Kwa sababu yule muovu, ukienda kusoma kitabu cha Yohana 10 ndio utajua kwamba kuna sauti nyingi. Kuna sauti ya mwizi, na kwa sababu yule ni mwizi na ni mwongo, huwa anaibadilisha sauti yake. So you don't need to know sauti ya muovu. All you need to know ni kujua sauti ya Yesu, kwa sababu iko constant, iko the same. Ukianza kujifunza sauti ya shetani leo ataongea kesho anakuja kuongea kesho anakoroma. Sasa utachanganyikiwa kwa sababu unajua sauti ya Mungu. Lakini ukijua sauti ya Mungu utakuwa umejua yote. Na Bwana Yesu anatuambia kwamba ni lazima, anasema wale ambao wanamfuata. Umeona utii huo? Kuna wengine hawamfuati, ni kondoo lakini hawamfuati. Anasema hivi, naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata. Sasa wale kondoo wasiomfuata ili aliwahusu. Wale kondoo wanamfuata kwa maana waijua sauti yake. Kwa hiyo tunapomfuata Yesu ndipo tutakapojua sauti yake. Tukiacha kumfuata Yesu tunaweza na sisi tukachanganyikiwa. Kwa hiyo unamuona Samueli anajaribu kumwambia kwamba yes, it's me talking to you, this is my voice, but anayeongea ni Mungu. Isikie sauti ya Mungu. Kwa hiyo saa nyingine hata sisi sauti ya Mungu inaweza ikaja kupitia neno, inaweza ikaja kupitia watumishi, inaweza ikaja kupitia vitu, inaweza kuja kupitia matukio, inaweza kuja kwa namna yoyote. Moyoni mwako unatakiwa ujue hapa ni Mungu anasema, lakini huwezi ukajua kama hukai ndani yake. Ndio maana kule mwanzo nilipoanza nimesema lazima utii wa kwanza ni kukaa ndani yake, na tunapokaa ndani yake ndio tunajifunza kuijua sauti yake. Sasa Sauli, je, alikaa ndani ya Mungu? Hii ndio safari sasa ambayo tunaienda katika hiki kitabu. Alikaa ndani ya Mungu na kuijua hii sauti ya Mungu. Hata Samueli alipokuwa anasema, je, alijua kwamba ni Mungu ndio anayesema naye na sio Samueli? Alafu anasema sasa yajue na maneno ya Bwana. Kuna tofauti ya kujua sauti ya Bwana na maneno ya Bwana. Kwa sababu maneno ya Bwana, haya maneno tunayoongelea leo, kuna mwingine huko anayatumia kumkashifu Yesu. Lakini maneno ya Bwana anayatumia. Haya maneno anaweza kaya translate kumfavor yeye. Maneno hayo ya Bwana. Kwa hiyo ni lazima sisi wenyewe tumtafute Mungu to the point. Neno la Bwana linapokuja tunalijua. Nimetoka kusoma mstari leo nikakumbuka huo mstari unasema kwamba maneno ya Mungu ni kama kuna watu tena Sister Anna anapendaga akifanya maombi kuutumia huo mstari kwamba wale Mafarisayo walikuwa wana search the scripture lakini hawakumwona Yesu ndani yake. Vile vile kwa na sisi vile vile tujifunze maneno ya Bwana. Neno la Mungu linatuambia Mathayo 4, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litakalo katika kinywa cha Mungu. Kama tunataka kuishi na kuupokea uzima wa milele, lazima tuyajue maneno ya Bwana. Linapokuja neno, kwa sababu neno sio neno la Mungu, sio yale maneno yaliyoandikwa ninapoyasoma. Ni pale Roho Mtakatifu anaponi tafsiria lile neno linakuwa hai, na lile neno ndilo neno la Bwana. Kwa sababu kama kusoma tu, watu mbona wanasoma? Hata nikasoma sasa hivi, hapo mwanzo palikuwa na neno. Ukiacha tu kama hivyo inakuwa kama kitabu cha hadithi chochote tu, cha hadithi cha alinacha. Lakini Roho Mtakatifu akaingiza pumzi yake pale, hilo neno linakuponya, kwa sababu neno la Mungu linatuambia kwamba ulituma neno lake kutuponya na kutukomboa na maangamizi yetu yote. Kwa hiyo lazima tulijue hilo neno liponyalo na ambalo linatukomboa na maangamizi yetu yote. Sasa huyu Sauli, kwa sababu hakukaa ndani, kwa hiyo hata haya maneno hakuyaona kama ni maneno ya Bwana, hayakuweza kumbadilisha, kwa sababu neno la Bwana lazima likubadilishe nia yako. Mstari wa 2, Sister Victoria amezungumzia kuhusu Bwana wa majeshi. Wapendwa, Mungu anayo majina mengi, and it's not a coincidence. Hapa Mungu amejitambulisha kama mimi ni Bwana wa majeshi. Angeweza kumwambia mimi ni Jehova Rafa, Mungu ni kuponyaye. Angeweza kusema mimi ni Jehova Roy, Mungu ninayekuona. Angeweza kutumia jina lolote, but on this occasion anamwambia Bwana wa majeshi asema hivi. Kwa nini? Kwa sababu hapa ilikuwa ni vitani. Kwa hata sisi hapa ni tufundishe, tunapoenda kwa Mungu tujifunze kuyajua majina ya Mungu. Wakati tunamwomba uponyaji, muite Jehova Rafa, Mungu niponyaye. Wakati unamuhitaji kama mchungaji, una mahitaji yako, unaambia Mungu, wewe ndiye mchungaji wangu uliye mwema, umesema ya kwamba hutaniacha wala kunipungukia. Kwa hiyo tunapojua maneno ya Mungu, then tunapata ujasiri wa kumwendea Mungu na kumuita kwa jina lake. Kama hapa Mungu alivyojitambulisha hapa, alikuwa hataki utani. Yaani hapa Mungu hataki utani. Si unajua jemedari wa vita atakagi utani. Amri ni moja.
Sasa Isaya 46:10 inatuambia huyo amiri jeshi anasema, nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu linasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yoyote. Jamani, jemedari wa vita ndio peke yake ambaye anaruhusu, au Bwana wa majeshi ni peke yake ndio anayeruhusu kutangaza vita. Vita nyingine yoyote inayotangazwa na mwingine ni void. Sasa kuna mtumishi nadhani kuna watu kadhaa humu tunamsikiliza, nilimsikiliza nani yake mmoja akasema kuna vita vingine wengi tunaviingia, tunatangaza vita wakati Bwana wa majeshi hajavitangaza. Ndio shida tunapigwa. Unaenda kwenye vita uko mbinguni wala haijatangazwa, alafu wewe mwenyewe uko bize kusema jamani, yani niko vitani. Vita ya nani? Vita ya nani? Umepigana na nani? Ukienda kusoma Efeso 6 inasema vaeni silaha zote na msimame. Kwa hiyo mpaka utakapochukua action ni mahali pale ambapo ni Bwana wa majeshi amekwambia nenda ukapigane nao. Ndio pale tulisoma katika wiki mbili zilizopita, Daudi anamwambia niende au nisiende. We need to ask, shall I go, shall I not? Amen. Kingine Sister Razia amezungumzia Bwana kuyatia maneno yake. Ni kweli Bwana anatia maneno moyoni mwake, na tunajua moyo ni sehemu muhimu sana, na tujifikirie, na Mungu kweli ametuumba kwa image yake. Kama sisi kitu kikitia moyoni ni kitu ambacho either ni unakipenda au kimekuumiza sana. Ni mambo mawili tu. Mtu anapokuambia hichi nimekiweka moyoni mwangu, napenda au kimemuumiza sana. Kwa hiyo kile kitu walichokifanya Waamaleki kilimuumiza sana moyo wa Mungu, akakiweka. Lakini kwa sababu Mungu wetu he is slow to anger, anayaweka yale. Na mimi katika kipindi hiki kuna kitu Mungu amenifundisha sana kuhusu kutaka Mungu ahukumu. Sasa hivi tunataka sana adui zetu Mungu awahukumu leo, lakini wewe unapokosea unataka Mungu akuhukumu hapo hapo? Kwa hiyo Mungu yule ambaye anaweza akachelewesha hukumu kwa adui zako ni huyo aliyechelewesha hukumu yako wewe. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tumwamini kwamba Mungu maamuzi yake ni sahihi. His will is perfect, his ways are perfect, they are higher than our ways. Hicho kitu ambacho nimejifunza binafsi. Kwa hiyo Mungu aliwaambia katika Kumbukumbu 32, aliwaambia wana wa Israeli, akamwambia, je, haya hayakuwekwa akiba kwangu na kutiwa muhuri katika hazina yangu? Kisasi ni changu mimi na kulipa wakati itakapoteleza miguu yao, maana siku ya msiba wao imekaribia na mambo yatakayowapata yatafanya haraka. Kwa hiyo sisi lazima tuliamini neno la Mungu. Na ndio maana nimeanza pale kwa kusema lazima tulijue neno la Mungu. Tukilijua neno tumemjua Mungu, kwa sababu neno la Mungu linatuambia hapo mwanzo lilikuwepo neno, nalo neno lilikuwa Mungu, naye Mungu alikuwa neno. Sasa kama unataka kumjua Mungu, lijue neno, kwa sababu hutafanya maamuzi ambayo sio ya busara. Ili ni maamuzi ya busara kwamba unajua hawa Waamaleki, kumbuka nimeanza pale kwa kusema Waamaleki wamekuwa wakipigana nao sana katika hiyo miaka 25. Kwa hiyo unaweza kuwa umefika mahali yani Mungu, lakini si alisemaga hawa atawamaliza kabisa, mbona hawamalizi? Mbona wanatupiga tu kila siku, leo wamefanya hivi, leo wamefanya hivi. Lakini kumbe Mungu, neno la Mungu linasema miguu yao itakapoteleza. Kumbe Mungu ni Mungu wa haki, hata kwa adui anawasubiri na wao wateleze. Kama hawajateleza, Mungu kwa jinsi alivyo wa haki hawezi kuwaonea. Anasema miguu yao ikiteleza msiba wao utakaribia, na mambo Mungu atakapoyafanya atayafanya sasa kwa haraka, kwa sababu wameteleza. Haya, kingine nilichokiona katika mstari wa pili kuhusu hawa Waamaleki, Sister Jenny alitaka kuelezea kidogo. Sasa Waamaleki ni nani? Waamaleki ni nani? Waamaleki walikuwa ni taifa ambalo kweli liliwapinga njiani wakati wana wa Israeli wanatoka Misri, wenyewe wakaamua kuwapinga. Na kwa sababu hiyo Bwana akatangaza katika Kutoka 17, ukienda kusoma Kutoka 17 ndio habari ya Waamaleki ipo. Bwana akasema hivi, nimeapa nitakuwa na vita, yani Bwana huyo anasema atakuwa na vita na Waamaleki kizazi baada ya kizazi. Sasa tunajua wana wa Israeli katika Biblia, mahali popote utakapoona wana wa Israeli waliopitia ni picha, wenyewe wametumiwa kama picha ya maisha ya kimwili, lakini sisi tunatakiwa tuangalie maisha ya kiroho. Vyote vile walivyopitia, especially kitabu cha Kutoka. Nakipenda sana kitabu cha Kutoka. Ukienda ukiangalia, badilisha kila kitu kiwe kiroho, utaona na wewe ni Bwana wa Israeli yule. Umeona? Sasa
hawa Waamaleki wanawakilisha mpinga Kristo. Ndio maana Bwana ametangaza vita mpaka milele. Kwa nini? Kwa sababu hao walikuwa wanawapinga wana wa Mungu kufikia Kanani. Kwa hata sisi leo kuna Waamaleki katika maisha yetu. Waamaleki ambao wanasimama against kanisa, wanaosimama kusimama against watu wa Mungu. Nini kusudi la Mwamaleki? Usifike Kanani. Shetani hataki tufike mbinguni. Kwa hiyo kuna roho ya mpinga Kristo ambayo inatembea. Hiyo ndio Mungu anasema atapingana nayo mpaka mwisho. Umeona? Ni mfumo unaopinga. Kwa hiyo kuna mifumo mingine ambayo imeletwa nayo ni Waamaleki, ni mfumo wa Kiamaleki unaokupinga wewe usimpendeze Mungu. Hii ni vita ya kikuhani. Umeona? Yaani vita ya Waamaleki, uwezi ukasema leo mimi napiga Waamaleki wote Baba katika jina la Yesu, napiga Waamaleki wote, utapigwa. Vita hii ni ya kikuhani. Hata ukiangalia katika hiyo Kutoka 17 unaona kwamba ni Musa ndio ambaye alipewa jukumu la kwenda kupigana na Waamaleki, na alikuwa akishika akishika fimbo, wale Waamaleki wanashindwa. Akishusha, kwa nini alikuwa akisimamisha akiweka fimbo juu wanashinda? Kwa sababu ushindi ulikuwa huko kwa Musa. Yaani Mungu aliweka ushindi kwa Musa. Unaona? Kwa hiyo na sisi tunamshukuru Mungu kwamba tunaye kuhani mkuu ambaye ni Yesu. Kwa ili tushinde vita yoyote ya Waamaleki, hii vita lazima tumtangulize Yesu. Tufanye kazi na Yesu. Yaani hatuendi wenyewe, kwa sababu mfumo tayari upo na haujaanza leo. Mfumo upo na sisi wenyewe, especially watu ambao tuko nje ya Tanzania, nadhani we see it every day. Na very simple thing, juzi nilikuwa naongea na Joyce, kuna pesa zimetoka nyingi tu za watu makanisa, wachungaji kuanzisha wanaita outreach projects. Sasa na sisi kanisani kwetu kuna mtu katuma hiyo, inaelezea mnaweza mkaanzisha outreach project ya kuna hela nyingi tu ya serikali, lakini sharti ni kwamba usitangaze dini. Umeona? Mchungaji sasa ametu approach, anatuambia vipi? Mimi nikasema I'm out of that. Mtego. Wewe unachukuaje hela kwa kutumia jina la kanisa, alafu unaambiwa uende ukafanye kazi, eti una empower watu. Una empower nini? What are you empowering? Wanasema we empower them to be nini kwa ajili ya mambo ya mental health. But that's not our problem. Sisi tumeambiwa twende tukatoe mapepo. Saizi eti niende nikawa cancel tu bila kumwambia Yesu anaponya. Hapana, ni mtego wa shetani. Kwa hiyo ndio mifumo ambayo kama hauko karibu na Mungu utaingia tu mkenge, utaingia. Hivi ndivyo vile vitu unatakiwa urudi kwa kuhani ambaye ndio mwenye vita yake. Baba, hapa tunashindaje? Hii ni vita. Ndio pale wanakuja wanawaambieni kanisani, you don't do this. Nyinyi hamwezi mkashinda wenyewe mkaupinga huo mfumo, kwa sababu mfumo umeshawekwa, ni wa nchi, ni mfumo wa sehemu, ni mfumo wa nini. Lazima Kristo asimame na atangaze vita nao, na amesema atapigana nao mpaka milele. Now, hukumu ya Waamaleki ilishatoka katika Kumbukumbu la Torati sura ya 2. Mstari wa 18, ngoja niongee kidogo. Inasema, ngoja nisome 17:18. Inasema, kumbuka alivyofanya Amaleki katika njia mlipokuwa mkitoka Misri, jinsi alivyokukuta katika njia, akapiga katika watu wako walioachwa nyuma. Angalia watu ambao Amaleki alikuwa anawapiga. Alipiga watu waliokuwa wameachwa nyuma, waliokuwa wanyonge nyuma yao, na alikuwa anapiga watu waliochoka na kuzimia, wala hasimche Mungu. Kwa hiyo hilo ndio kosa kubwa la Amaleki. Na Bwana akawa amewaagiza wana wa Israeli, nitakapowapumzisha katika adui zako wote walio kando kando katika nchi, Mungu wako iwe urithi wako, ndipo ufute ukumbusho wa Amaleki chini ya mbingu, usisahau. Kwa hiyo palikuwa kabisa pana na hii Kumbukumbu 2. Kumbuka hapa ni Musa sasa ndio karibu anaondoka, anawaachia maagizo ya Bwana aliyompa kwamba jamani, mimi nimeshafanya kazi yangu, ninyi kazi yenu ni hii, kwamba mtakapopata Mungu atakapowapumzisha tu, muwapige Waamaleki muwaondoe. Kwa nini? Waliwaonea watu walioachwa nyuma, wanyonge, na alipokuwa umechoka. Sasa angalia tabia ya Mwamaleki. Jiangalia hata wewe maisha yako ya kiroho. Unapokuwa mnyonge, unapokuwa umechoka, Mwamaleki anakuvizia, anakupiga nyuma. Kwa hiyo wapendwa, ni lazima tufanye kazi na Yesu ili kwamba huyu Mwamaleki anapotokezea tuweze kuishinda hii vita. Kwa hiyo tunaishindaje hii vita?
Nimesema hapo mwishoni hapo kwamba hii vita ni ya kikuhani, lazima tufanye kazi na kuhani mkuu ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Mstari wa 3, vita hii ya Waamaleki ni tofauti, kwa hiyo inahitaji mbinu tofauti kwa sababu kusudi lake ni tofauti. Unajua mara nyingine kwenye Ukristo tunatembea na Mungu, tunafika mahali tunazoea, tunakuwa tunajua okay, pametokea hivi, siku zile nilifungaga siku 3, sasa hivi tena naenda kufunga siku 3, Mungu atajibu. Sasa hivi ngoja niende nimpigie simu mchungaji fulani au mtumishi fulani, atanifundisha au ataniombea, kitaisha. Au sasa hivi yani, au mstari huu, hapana. Jamani, kila vita inakuja na inahitaji mbinu tofauti, inahitaji, kwa sababu ina kusudi tofauti. Katika vita hii ambayo Waamaleki walikuwa wanaingia, hii ilikuwa ni vita ya Bwana. Kwa hiyo kushinda kwa hii vita unatakiwa ufuate masharti ambayo Bwana anakupa. Tofauti yake utakuwa umeenda, kwa sababu mbinu ni tofauti. Nimekuambia Sauli katika sura 13 neno la Mungu linasema alishapigana na Waamaleki na aliwashinda. Kwa alishazoea, anaenda anapigana nao, anawashinda, anarudi, wakija tena anawashinda, anarudi. Kwa hiyo sasa hivi anaona tu nawashinda, hata nikiambiwa ni nani kila kitu, niharibu kila kitu, kwa nini? Wakileta badala nitawashinda tena. No, kusudi la hii vita ni kwa sababu ni kisasi cha Bwana. Samueli wa kwanza sura 17, maana vita ni vya Bwana naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Yaani hivi vita havikuwa vya Sauli. Sasa tuone Sauli kwa nini hii vita anakuja kuifanya ni ya kwake. Umeona? Ndio shida ilipokuwa kwamba yeye hakuifanya wakati anaelezewa, hakuichukua ile vita kwamba ni ya Bwana, akaifanya ni ya kwake. Na kingine ambacho nimekiona muhimu ambayo wote tunatakiwa tukikumbuke ni kwamba jamani, Mungu anapotutuma ni heshima. It's a privilege, it's an honor to serve the Lord. Yaani usije ukasahau katika maisha yako kwamba neno la Mungu linatuambia katika anavyo vyombo vingi, vingine vya dhahabu, vingine vya mti, vingine vya fedha, vingine vya chuma. Sasa wewe au mimi hapa, mimi huwa nasemaga chombo cha mti, yani ndio kile, au cha udongo. Yani so hata cha udongo huwa kinapendezaga, vyombo vya udongo si ndio tunavisave. Unaweza kuwa chombo cha mti, kikikaa hapo hamna hata mtu anakiangalia mara mbili. Lakini Mungu anaposema okay, niwekeeni maji kwenye hicho chombo, it's a privilege. Kwa hiyo tusichezee nafasi yoyote ambayo Mungu anatupa kumtumikia. Sauli alivyochaguliwa yeye kwenda kupigana vita ambayo imeanzia wakati wa Musa, wamepita watu wangapi mpaka inafika time kwamba wewe ndio unaitakiwa kwenda kuharibu kila kitu kabisa, and you are going to play with that position. Neno la Mungu linatuambia Waefeso 3, injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake kwa kadiri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadiri ya utendaji wa uweza wake, mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Unamwona Paulo ana acknowledge mimi ni mdogo katika watakatifu wote, lakini ni neema. Kwa hiyo na kuna mali anasema kwamba I did not frustrate the grace of God, kwamba it has come to me, I am, yani ninaichukua kwa mikono miwili, ninaikumbatia na kuona kwamba Mungu ameniheshimu sana kwenda kuifanya kazi ambayo Bwana amenipa. Kuharibu vyote Sister Victoria amezungumzia. Yes, sisi tunaharibu vyote Mungu anavyotutuma. Neno la Mungu linatuambia basi na sisi tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na muweke kando kila mzigo. Unaona, kuna mizigo ambayo Bwana anataka tuiweke kando katika Waebrania 12 mstari wa 1, na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Unamwona Sauli hakujua uzito uliopo kwamba kwenye moyo wa Mungu. Yani Mungu sio kwamba ameweka kwenye akili. Unajua kitu kikiweka kwenye akili unaweza ukakisahau, kwamba uzito wa kile walichokifanya Waamaleki uko ndani ya Mungu. Sasa yeye kwa kutokujua akaichukulia kirahisi, na inawezekana na sisi. Mungu anavyotuambia hivi, ile dhambi inayokuzinga kwa wepesi, achana nayo, kimbia, sababu kuna mbio imewekwa mbele yako. Wewe unajua maana ya mbio. Lakini anasema wapo mashahidi, wapo watu ambao wameishinda mbio hiyo ambayo mimi na wewe kwa kukataa kuacha vitu fulani, mbio inaanza kutushinda.
Sasa tutafika kule useme mimi pale mwana ule mzigo ulikuwa mzito, unaonyeshwa mtu mwenye zigo zito kuliko la kwako. Ne? Kwa sababu hata mimi sasa hivi tu kwa maisha ya kiwanadamu, kuna siku tulikutana marafiki, tulikuwa kama 6 au 7. Watu wanaanza kuongelea matatizo yao, niko Baba wa mbinguni, nakushukuru umenipa ninaloliweza, zigo langu naliweza. Umeona? Kwa nini? Kwa sababu mimi ninaye Mungu, wale wengine hawana Mungu. Kwa hiyo wapendwa, tumtii Mungu kwa kufanya hicho ambacho Mungu ana nani. Mstari wa 4 na 5, waviziaji hawa tumeona neno la Mungu linatuambia huko katika Kutoka 17 waliwavizia Waamaleki. Waamaleki waliwavizia Waisraeli, nao imefika their turn. Ilipofika na wao waliviziwa na Sauli. Neno la Mungu linatuambia Galatia 6, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo na wao wanavuna kile kile ambacho walipanda. Walipanda ubaya, walipanda uviziaji, na wenyewe wameviziwa. Sister Razia ameongelea kuhusu kutenda wema. Ni kweli. Angalia jinsi hawa ambao walitenda wema katikati ya Waamaleki. Unajua saa nyingine tukiwa katikati na watu wanaotenda mabaya, na sisi tunasema tunaifanya kama ni culture, tunafanya kama ni kawaida, lakini kumbe katikati ya waovu tunaweza tukakaa nao na sisi tukafanya tofauti. Mnamkumbuka Lutu? Lutu alikaa katikati ya Sodoma na Gomora, lakini bado aliweza kuendelea kutenda mema. Na unakumbuka watoto wake, pamoja na kuwa amewalea Sodoma na Gomora, watoto wake walikuwa mabikira. Kwa hiyo yawezekana kabisa tusichoke kutenda mema. Wagalatia 6 mstari sister Razia ameutaja hapo. Kingine muhimu, mstari wa 6, jamani, Mungu anao uwezo wa kututenga sisi na uharibifu. Mungu anao uwezo wa kutenga hawa Wakeni. Ilipofika wakati ambapo Mungu analeta hukumu, aliwatenga, akamtumia Sauli. Sauli pamoja na disconnection yake alikuwa pamoja na Mungu, lakini kuna wakati ile hata umeme, kuna wakati mawimbi, kuna wakati mwingine unadaka, mawimbi yanadaka, kuna wakati mwingine inakataa. Unaona, unaweza kuongea na mtu kwenye simu, mbona simu imenani, kuna wakati inadaka. Ilidaka vizuri hapa, ikadaka, akawatenga wale wanani Wakeni, kwamba nyinyi mkatengwe. Hata Nuhu naye alitengwa katikati ya uharibifu. Neno la Mungu linatuambia Isaya 60, maana tazama giza litaifunika dunia, na giza kuu itaizifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Kwa hata sisi wapendwa, Bwana leo tunajua, wote tunajua uovu umejaa duniani, giza limeshaingia, giza kuu ndani ya watu. Bwana yupo tayari kututenga na uovu kama tutaendelea kumwamini na kutenda mema. Tusichoke katika kutenda mema. Sasa cha muhimu zaidi ambacho nataka kila mmoja anayesikiliza kipindi hiki live au baadaye ni kwamba tuachane na huo uharibifu ambao ulitokea wakati huo. Upo uharibifu mkubwa unaokuja, na ni karibu sana, karibu kuliko tunavyowaza. Neno la Mungu linatuambia katika Mathayo 25, Bwana Yesu yeye anasema, hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, muurithi ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, muende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Alafu mnaona, yaani huu uharibifu mkubwa ambao unakuja kwa ulimwengu wote. Kwa wale ambao Bwana Yesu anasema wale ambao wamempokea Yesu, wale ni wamebarikiwa, nao wataurithi ufalme wa Mungu. Lakini wale ambao bado hawajampokea Yesu, au yani mpaka hapo Bwana Yesu, hiyo siku watakuwa hawakumpokea Bwana Yesu, ndio siku ya hukumu sasa imefika. Hawa neno Bwana linasema wamelaaniwa.
na wanaenda kwenye moto uliotayarishiwa Ibilisi na malaika. Wapendwa, moto haukutayarishwa kwa ajili ya wanadamu. Wewe fikiria moto uliotayarishwa Ibilisi na malaika zake walioasi huko mbinguni. Wewe mwanadamu ndo uende kwenye huo moto. Je, jamani, hicho ni kilio. Ndio maana Mungu anasema patakuwa na kilio na kusaga meno, kwa sababu it was not intended. Kitu chochote ambacho Mungu hakukuintend kwa ajili ya mwanadamu ni cha mateso, chochote kile. Yani ni kwamba your body, your soul, your spirit will not be able to take it. It's too much. It will be too much for you because it was not intended for you. Kwa hiyo mimi ninakuita wewe ambaye bado hujampokea Bwana Yesu. Umeona Wakeni wametengwa na uharibifu kwa sababu walitenda mema. Leo hii Mungu haangalii matendo yetu mema, anaangalia imani yetu kwa Kristo. Mahali popote ambapo tumeweka imani yetu kwa Kristo, hicho tu ndio ambacho kinaweza kutufanya sisi ile siku tukawa kama kondoo, tukatengwa, tukawa upande wa kulia ambapo tutaitwa wabarikiwa. Kwa hiyo ninakukaribisha unayesikiliza, kama bado hujampokea Bwana Yesu, ninaomba uchukue hii hatua ya kumpokea Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi. Maana hiyo siku neno la Mungu linasema ni siku ya kutisha sana. Na kama neno Mungu mwenyewe akisema inatisha, na tunajua sisi wenyewe we cannot fathom, we cannot understand the depth, the height of anything Mungu anachokisema. Hata kisema mazuri, you can't understand with your brain. Sasa Mungu anasema inatisha. Jamani, inatisha sana. Kwa hiyo ninakuomba kama hujampokea Yesu, chukua hiyo hatua. Unaweza kama unaangalia YouTube, weka comment hapo tukutafute. Kama uko katika hiki kipindi, viongozi wapo, kuna moderator, wapo walimu ambao umeshawahi kusikia mahali hapa ni viongozi. Yupo Sister Pamela ambaye ndio kiongozi mkuu katika hii grupu. Embu mtafute mmoja wapo akuongoze sala ya toba. Neno la Mungu linasema Yesu yuko karibuni sana. Mstari wa 7, wa 8 na wa 9. Nia ya Sauli ilikuwa nini? Wakati anaambiwa nenda ukaangamize yote, yeye akamwacha Agagi. Nia yake ilikuwa nini? Kwa sababu mimi nimeona, unajua hata sisi mara nyingine unamtuma mtu, hata mimi nakumbuka unaweza ukaambiwa nenda ukafanye hivi na hivi na hivi na hivi. Wewe unajua mimi nikifika nitafanya hivi. Yaani tayari una shortcut yako ya kufanya. So you don't have the same mindset na mtu anayekutuma. Sasa hebu tujifunze kwa Yesu ambaye ni mpakwa mafuta, ambaye alitumwa kuja kutuokoa. Neno la Mungu linatuambia iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu iliyokuwemo pia ndani ya Kristo, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kujishikamanisha nacho. Basi alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti. Kwa hiyo wale tunaojiuliza, mimi mmoja wapo nilikuwa najiuliza kwamba ninatii vipi? Utii unaanzia kwenye kujinyenyekeza na kuwa na nia hiyo hiyo iliyokuwa ndani ya Kristo. Neno la Mungu linasema iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwa ndani ya Kristo. Pale tutakapokuwa na nia iliyokuwa ndani ya Kristo, tutaweza kujinyenyekeza na kutii. Kwa sababu mtu yote asiyetii sio mnyenyekevu. Unatiiji vipi na wewe ni una kiburi? Yaani vinaendana kwa pamoja. Kwa hiyo Sauli yeye hakuwa na nia yake ilikuwa toka mwanzo, wakati anaelezewa hii keshajiwekea what he will do, kwamba huyu mwache aongee tu, huyu Samueli amalize, mimi niende huko vitani, niende nikafanye kile ninachokiona mimi chema. Yohana 6 inatuambia mstari wa 38, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niafanye mapenzi yangu, bali mapenzi aliyenipeleka. Unamwona Yesu toka hata hajashuka anajua kwamba ninapoenda huko naenda kufanya mapenzi aliyenipeleka, na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo haya ndio mapenzi Yesu amekuja kuyafanya, na ameyafanya kwa usahihi, kwa ukamilifu. Na leo tena narudia, bado nafasi ipo kwa kila mmoja kumwamini yeye na kupokea uzima wa milele. Kwa hiyo na sisi, je, Bwana anavyotupa assignment, tunakuwa na nia gani? Na ukiangalia kwa undani huu mstari wa 7, wa 8 na wa 9 unatuonyesha kwamba huyu jamaa alikuwa na kiburi, alikuwa na ubinafsi, alikuwa ana mind sana sifa kutoka kwa watu. Umeona? Kwa wakati huo wa Sauli,
yani wakati huo wa vita za enzi hizo, ukipigana na adui yako unahakikisha unamwacha adui hai, ili yule adui awe mfanyakazi wako, awe mtumwa, ili watu mataifa mengine huko wanasikia Agagi umemshinda, sasa hivi yeye ndio ananifutia viatu, yeye ndio anabeba manini. Yani ni sifa kumtesa yule mtu, ndio wale wanaitwa mateka wa vita. Kwa hiyo inakuwa kama ni fundisho kwa wengine, wakisikia wanajua wewe una nguvu. Lakini is that what God wanted? Kwa hiyo hapa pana ubinafsi, kwamba iwe sifa iwe wangu, watu wakisikia huko wajue kwamba mimi na vita ndio mimi niliyeishinda. Sasa wapendwa, muda umeisha na dakika 59, na mimi napenda sana kuwa mwaminifu kwa Bwana kutunza muda, kwa sababu muda ni kitu cha muhimu sana ambacho Mungu ametupa tuweze kukitunza. Kwa hiyo naomba tuishie hapa, tutaendelea wiki ijayo sasa na Bwana atakavyotujalia. Kwa hiyo tutaendelea kuanzia hiyo mstari wa 10. Sasa hapo sijajua nitaishia mstari wa ngapi, lakini Mungu awabariki. Ninarudisha kipindi kwa moderator. Amen. Mungu akubariki sana sana, na Mungu atubariki sote. Asante sana kwa kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.